kuungana na familia, kwa sababu mzee alikuwa ni muasisi wa chama chetu na bado ni kiongozi ambaye tulikuwa tunamheshimu sana katika njia mbalimbali, kwa sababu misingi yote ya Chadema huyu ndio founder, original founder. Mimi nami nilikuwa mmoja wapo wa waasisi, lakini wakati tunaasisi Chadema mimi nilikuwa mdogo sana, lakini wazee wale ndio walikuwa wazee wenyewe, na walikuwa na uzoefu mkubwa katika utumishi wa umma, ndani ya mashirika ya umma, ndani ya serikali, ndani ya bunge, ndani ya taasisi mbalimbali ambazo walihudumu kwa nyakati tofauti. Kwa hiyo nawashukuru ndugu waandishi, tukimbilia tangu mapema asubuhi mmekuwa hapa mkisubiri neno la familia. Neno rasmi la familia na ratiba nzima ya msiba itatoka kesho, kwa sababu bado tunasubiri ndugu zetu wengine wafike kutoka maeneo mbalimbali ya dunia ambako wapo, na hakika mpaka kesho mchana neno rasmi kabisa na ratiba rasmi ya msiba inaweza ikatoka. Nawashukuru wote, nawashukuru Chadema, nawashukuru waandishi wa habari, nawashukuru hata wachungaji wamefika hapa na ndugu wengine ambao wanaendelea kujumuika na sisi. Kwa kweli nawashukuru sana. Tushirikiane kumpumzisha mzee wetu kwa heshima anayostahili, na ni tumaini langu kwamba huu msiba wa mzee Mtei utakuwa unakwenda kuweka alama ya kumkumbuka mtu mmoja aliyekuwa kiungo muhimu sana katika siasa za nchi yetu. Huyu mzee amefanya mambo mengi na alifanya siasa kwa muda mrefu, akiwa ndani ya serikali, baadaye akiwa ndani ya chama chetu baada ya kukiasisi. Kwa hiyo ni mtu ambaye alijenga mahusiano mema na watu wakati wote. Mzee Mtei hakuwa mtu wa shari wakati wowote. Alikofanya kazi alikuwa ni mtu yuko organized, na alikuwa hachagui rafiki. Alikuwa na marafiki ndani ya chama chake na nje ya chama chake, katika taasisi mbalimbali. Alikuwa ni mfanyabiashara vile vile na ni mkulima mkubwa vile vile. Hakuwa mtu mwenye njaa. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajiweza, lakini bado aliweza kufanya siasa za mageuzi katika mazingira yale. Ni mtu wa kipekee sana. Si watu wengi waliokuwa na nafasi kama yake na nyadhifa kama zake ambao waliweza kujitolea kufanya siasa za upinzani Tanzania. Lakini siasa za upinzani za kina mzee Mtei hazikuwa za lumbana sana, zilikuwa zaidi za kunyosha sera. Misingi mikuu ambayo mzee huyu ametuachia ni sera. Mtakumbuka Chadema kilikuwa ni chama chenye sera bora ambazo hata Mwalimu baba wa taifa letu alikiri kwamba chama hiki katika vyama vyote aliona Chadema kilikuwa ni mojawapo ya chama kilikuwa kina sera bora sana. Hii ndi kazi kubwa na misingi mikubwa ambayo walifanya waasisi wakiwemo kina mzee wetu hayati Mtei.